kilichofanywa na kuhani Musa na Mwamposa kwa mujibu wa Biblia kinapaswa watengwe na kuonekana ni maadui wa utu wa watu na uhai, watengwe na waumini wao, watengwe na jamii. Ninaamini kwa mfano wasanii machawa wengi, kwa kitendo cha jamii kuwatenga, wapo walioshika adabu, wapo ambao hawatakuja kurudia kusifia udhalimu, kusifia mauaji, kuyaita ni kazi nzuri, kuyaita ni maendeleo. Na kila anayepinga mauaji, na kila anayepinga utapeli, na kila anayepinga dhuluma, kumuita halitakii mema taifa letu. Anatuonea wivu kwa sababu ya mali zetu. Mali ni nini ukilinganisha na uhai? Mali zenyewe zinanufaisha wangapi? Hizo mali ambazo sasa wanatuonea wivu zinanufaisha wangapi? Watoto wa maskini wanasoma shule, wanaosoma watoto wenu, wanaendesha magari kama wanavyoendesha watoto wenu. Mali zenyewe wanatuonea wivu. Gesi yetu, umeme wetu, madini yetu yanamnufaisha nani? Mbali na maadui wote ambao wasiolitakia mema taifa hili. Katika Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza imeandikwa kusema, Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Bila kujadili Sauli alifanya nini, naomba tuone sehemu nyingine ambayo Mungu alikataa watu wa Mungu wasiwaombee watawala. Ni mazingira gani ilifanya Mungu azuie wahubiri wasiwaombee watawala? Yapo maandiko yanayosema kabla mambo yote sala ndoa zifanyike kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya wafalme. Ni wakati gani, ni wafalme wa aina gani ambao waliwahi kuombewa, na ni wafalme wa aina gani Mungu alikataa na kusema hata sikia wakiombewa? Hebu nisome hapa ufahamu, utofautishe. Katika Yeremia sura ya 7 mstari wa 9 wa 10 na nitarukia 16 inasema, je, mtaiba na kuua na kuzini na kuapa kwa uongo na kumfukizia bahari uvumba na kuifuata miungu mingine ambao hamkuijua? Kisha mtakuja na kusimama mbele zangu katika nyumba hii iitwayo kwa jina langu na kusema tumepona, ili mpate kufanya machukizo haya yote? 16 Basi wewe Yeremia, usiwaombee watu hawa, wala usiwapazie sauti yako, wala kuwaombea dua, wala usinisii kwa ajili yao, kwa maana sitakusikiliza. Yeremia 14 mstari wa 11 na 12 anasema, naye Bwana akaniambia, usiwaombee watu hawa wapate heri. Wafungapo mimi sitasikia kilio chao, na watoapo sadaka za kuteketezwa na sadaka za unga sitazitakabali, bali nitawaangamiza kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni. Bila shaka wengi tunafahamu makosa ya Samueli, lakini pia makosa ambayo unayaona hapa kwamba Mungu anasema mtaua, mtazini, mtaua hata lini? Alafu kisha mtakuja sasa kwa jina langu kuomba. Mungu anawaambia kina Yeremia kwamba wewe Yeremia, watu hawa usiwaombee, watu hawa usiwaombee. Sijajua, unajua maandiko unaweza ukayatumia kwa njia yako ya aina yoyote na yakakufanikisha kwa wakati fulani. Ila mimi na uhakika Mwamposa, kuhani Musa, na mhubiri mwingine yoyote chawa au ambaye anatumia uhubiri kujipatia kaumaarufu, kaulaji, ama kwa namna moja ama nyingine kujinufaisha,
kwamba hana upako kuliko Yohana Mbatizaji, kuliko Yesu, kuliko Petro, kuliko Paulo. Hana, naomba mwelewe, hana. Jiulize, ni wakati gani Yesu, Petro, Paulo, Yohana waliwahi kwenda kufanya maombi kwa Herode, kwa kina Agripa, kwa kina Festo, watawala ambao kwa kipande kikubwa walikuwa wanasimamia zoezi la kuteswa na kuuawa kwa watu wa Mungu? Ni wakati gani? Zaidi ya yote, akina Yohana wanawakemea akina Herode baada ya kunyang'anya mke wa mdogo wake. Akina Paulo wanawaambia akina Festo kwamba ningetamani watu wote muwe kama mimi isipokuwa vifungo hivi. Musifanye mambo yoyote ya dhuluma. Huoni Paulo akiomba. Kinachosemwa na hawa, ukisikiliza maombi yao, wanapita mle mle wanamopita wanasiasa, mashetani, kwenye kodi za rasilimali zina thamani kuliko uhai wa watu. Ukiwasikiliza wanasiasa wengi ambao wameshageuka ni mashetani kabisa, mashetani kabisa, kodi wanazopiga ni kwamba machafuko, hasira walizo nazo watu ni wazungu wanawachochea watu. Wazungu walitakii mema taifa, ni wazungu wanawachochea watu wafanye fujo, vurugu, waikatae serikali. Na utasikia mwombaji akina kwa Musa Taipo, akina Mamposa wanaomba, wanasema Mungu utusaidie, utulinde na wasiolitakia mema taifa. Mimi nikwambie ambacho na wao wanajua na yeyote unajua, kwamba mtu ambaye anaondoa uhai wa watu, anayeua watu, taifa ni watu. Taifa sio mali, sio wazungu wanazionea wivu mali, wanatuchonganisha ili wapate mali. Afadhali wanaotaka kupata mali wangepata kuliko unayeondoa uhai wa watu. Taifa ni watu. Cha kwanza kabisa, nchi, dunia, ulimwengu ni watu. Mtu anapoondoa uhai wa watu, huyo ndiye ambaye halitakii mema taifa. Huyo ndiye namba moja, halitakii mema taifa. Na hasira za watu wote tunakubali, tunafahamu. Hasira za watu zimetokana na hasa kuporwa haki ya kuishi. Haki ya kuishi ndio jambo ambalo limeonekana mamlaka hizi, kitendo cha kuishi, watu wengine kuishi, hasa wasio sapoti, wanaopinga ubaya wao, sio ni kitendo ambacho hakina uzito wote, umana wote. Yani wanafanya vitu ambavyo zamani tulikuwa tunaona wachawi ndivyo wanavyofanya. Wachawi, kwa sababu wachawi, kwa mfano mtu kama amezindika gari yake au amenunua gari yake, ikipata ajali, zamani tulikuwa tunamwita huyo ni mchawi. Anaanza kusema jamani, gari yangu jamani. Watu walikuwa wanaanza kumpiga, wanaanza kumtukana kwamba yani unajali gari badala ya kujali uhai. Mifumo na taratibu za kawaida za dunia na jamii ni kwamba ajali ikitokea, cha kwanza watu huanza kusema waliokufa na waliojeruhiwa. Ndipo inakuja hali ya gari, ya treni, ya ndege, ya chombo hicho. Cha kwanza zinazungumziwa hali, taarifa zote zinaanza sema watu 5 wafariki na 7 kujeruhiwa, watu 200 wafariki na 7 kujeruhiwa baada ya ajali ya ndege, ajali ya basi, ajali ya treni, ajali ya moto, ajali mafuriko. Lazima muanze na watu waliojeruhiwa, muanze na watu waliofariki kabla hamjajadili hasara. Lakini kwa sababu hawa kilicho na maana kwao
ni vitu, ndo wamefika mara sasa wanafanya kile ambacho ndo tuliita hawa wachawi. Hii ni chawi. Wanasema najua hatuwezi kuhesabu kusema idadi ya watu waliokufa, ila mnaweza mkasema idadi ya vitu vilivyoharibika, maanake vitu ni vya thamani kuliko utu wa watu. Wasiolitakia mema taifa letu. Unayeua watu, anayeua watu. Taifa ni watu, taifa ni uhai. Ukisikia ulimwengu kinazungumzwa ni watu. Thamani ya vitu inakuja mpaka pawepo watu. Thamani ya vitu inakuwepo, vitu vina maana pakiwa na watu. Watu ndo waliovumbua dhahabu, ndo waliovumbua almasi, ndo waliovumbua gesi. Vina thamani, vina maana kwa sababu watu wanavitumia. Unapoua mtu, unapoua watu kwa sababu wanapinga namna zako za ubinafsi, za kujipendelea, za kutojali uhai wa watu, wanapinga namna unavyohodhi mamlaka yote, sheria zote unakuwa wewe. Sheria zote unakuwa wewe. Yani mahakama, wewe ndo mahakama mwenyewe. Unaweza mtu akafungwa, haieleweki amefungwaje. Pengine mahakama tu imehusika kama kugonga muhuri. Mtu ameachiwa, hata mahakama wakati mwingine haijahusika kabisa. Kesi ilikuwa mahakamani, kwa mfano kanisa la Gwajima, kesi ilikuwa mahakamani, lakini imetamkwa hadharani, na mahakamani hakuna hata kilichoongelewa kwamba pengine mahakama na yenyewe ilitoa maamuzi kabla ya tamko hili au baada ya tamko hili, ilifuata nini ikawapa haki hawa. Unafika mahali unaona kila kitu ni mtu anaamua. Watu wanapolalamikia hali hiyo kwamba tunateswa, tunauawa, tunatekwa, tunapigwa, chuki ya watu, naamini wote tunafahamu kwamba watu wanaoandamana, wanaoongea mitandaoni, ambao ndo wanaitwa wanalitakia mabaya taifa, watu hao cha kwanza wanacholalamikia ni haki ya kuishi, haki, insurance ya kuishi salama. Mtu akiwa anajua, kwanza nitakuwa hai, 2 sitatekwa, 3 sitafungwa ovyo ovyo bila utata. Ndo kitu ambacho watu wanajaribu kutafuta njia nini kifanyike. Lugha rahisi niseme kwamba kinachofanywa na Mamposa na Kuhani Musa na Wasai na wengine ambao wamewahi kujitokeza kwenye hali kama hizi, nyakati kama hizi, wakaomba maombi kama haya kwenye mazingira kama haya, na watakao kuja kuonekana, kinapaswa, kilichofanywa na Kuhani Musa na Mamposa kwa mujibu wa Biblia, kinapaswa watengwe na kuonekana ni maadui wa utu wa watu na uhai. Watengwe na waumini wao, watengwe na jamii. Ninaamini kwa mfano wasanii machawa wengi, kwa kitendo cha jamii kuwatenga, wapo walioshika adabu, wapo ambao hawatakuja kurudia kusifia udhalimu, kusifia mauaji, kuyaita ni kazi nzuri, kuyaita ni maendeleo. Na kila anayepinga mauaji, na kila anayepinga utapeli, na kila anayepinga dhuluma, kumuita halitakii mema taifa letu. Anatuonea wivu kwa sababu ya mali zetu. Mali ni nini ukilinganisha na uhai? Mali ni nini? Hata angechukua vyote, afadhali anayetafuta mali atakayechukua hizo mali ili aokoe uhai ambao wewe unaua ovyo, unamfanya yoyote unavyotaka. Hata kama watachukua mali, wangechukua tu hizo mali ili waponye uhai wa watu, waponye uhai wa watu. Lakini sio hivi, sio mengine haya, sio mengine.
Sema wanatuonea wivu. Wewe ndo unayeonea wivu taifa, kwa sababu taifa ni watu. Unaua watu ili tu ulinde cheo chako, na kila anayelalamika, kila anayefafanua, kila anayeeleza anatuonea wivu. Anatuonea wivu kwa sababu ya mali. Hapana, wewe ndiye unaoonea wivu watu kwa sababu ya kuwaua. Unaua watu. Na mhubiri yoyote anayeunga mkono haya, mimi anyway, nachojua automatically, kwa sababu hata waumini hata kama wamelevywa kiasi gani, wamechanganyikiwa kiasi gani, mwanadamu ndani yake kuna asili ya haki. Kwa vyovyote vile watajua upako tunaouona kwa kina Mwamposa, upako tunaouona, sio tunaosema tunauona kwa kina Kuhani Musa, ni mdogo kuliko upako wa mtu kuwa hai, kuliko upako wa mtu kuishi. Mimi na hakika wala haya isidhaniwa kwamba tumewasukuma watu. After all, watu kama kitu wanakiona ni chema hawasukumiki. Yesu alitamkwa kwamba ni Beelzebuli, kwa pepo anatoa mapepo, hawezi kuwa mwana wa Mungu. Watu walimfuata. Kwa hiyo mtu anapozungumza, anapotoa challenge, sio kwamba yeye ndo ana mamlaka ya kuwatoa watu, lakini tunajaribu kuwajulisha watu, kuwakumbusha watu kwamba hii roho iliyomo kwa Mwamposa kwenye wakati kama huu, kwa kina Kuhani Musa na wengine watakaofanya mfano wa hivi wanavyofanya, ni roho ya kishetani. Wanatakiwa kutengwa, kupingwa, kukataliwa kwenye hii jamii, kuwekwa katika namna ambayo ndipo watakuja kujua kwamba kweli hapa tulikosea. Na kwa bahati mbaya, kuna makosa ambayo ukipata faida mara moja, hautakuja urudi tena kwenye mioyo ya watu. Kwa maana wakati mwingine watu naonya kwamba chakula cha siku moja kisikufanye utoke milele kwenye maisha na mioyo ya watu. Ndipo utafahamu Mungu ni watu. Watu wakikukataa, hakuna Mungu atakayeonekana juu ya maisha yako kwamba yuko juu yako. Niamini mimi, baraka ni watu. Once unaua watu, alafu anayelalamika ana chuki, amechochewa. Watu wakikukataa, ni Mungu amekukataa. Watu wakikataa jambo baya unalofanya, ni Mungu anakataa jambo baya na anakukataa. Watu wakipongeza jambo jema unalofanya, ni Mungu anakupongeza. Na kwa vyote vile, Mungu akikukataa, kama alivyomkataa Sauli. Alipomkataa aliendelea, ni kama aliendelea kuwepo. Alipokataa kina Ahabu, ni kama waliendelea kuwepo. Na manabii waliendelea kutoa unabii kwamba Mikaya, kwa nini unasema mfalme atapata mabaya? Wakampiga makofi Mikaya. Lakini ulikuwa karibu sana na mfalme huyo na manabii hao kupata aibu, kama alivyosema Mikaya, na kusema, kama mtarudi kwa salama, Bwana Mungu hakusema nani. Mwamposa type, Kuhani Musa type, hapana, kina Bendera type. Nadhani kuna kaulaji mmepiga. Lakini kama mtakuwa salama, kesho itakuwa salama. Basi Biblia ni kitabu cha uongo, na Mungu hayuko. Ila kama Mungu yuko, ni mwenye haki, basi chakula cha siku moja kisingewafanya muwe munafanya kile ambacho Biblia haikumaanisha hivyo, kwa sababu tu mnalinda mnavyotaka kuja kupata.
Itakufaidia nini kupata ulimwengu wote na kupata hasara nafsi yako? Nyie kwa bahati mbaya hamtapata hata ulimwengu wote. Mtamegewa kipande kidogo sana cha tupesa, tumavi. Na baada ya hapo, mbele ya jua hili, nini na wale mnaowapaka mafuta kwa mgongo wa chupa, mutaibika, na litakuwa fundisho kwa vizazi vingi vijavyo. Asanteni kwa kunisikiliza.